Mnafahamu hapa nyuma mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya ili Watanzania waendelee kupata service zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, ipo miundombinu ya barabara kama hii miundombinu ya barabara ya mabasi yanayo kwa kasi. Zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa serikali za mitaa. Zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi. Zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo, ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi, TRA, tumekushaanza kurudisha huduma na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu na hasa Dar es Salaam na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ilitukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari, niwashukuru sana wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa mabalozi sahihi wa neno amani, kwa sababu katika amani ndio tunapata kila jambo. Na zaidi pia niwashukuru sana wadau na hasa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa asasi za kiserikali na zile sio za kiserikali na wadau wengine wote kwa ujumla wao kwa kuungana mkono kuwa haki na amani ni kama mapacha.